Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Bwana apewe sifa. Kwa wewe ambaye unahisi umetengwa, unahisi umeachwa, unahisi hakuna mtu ambaye anakujali, na kwa wewe ambaye umezingirwa na watu wa kila aina wakionyesha upendo na wakikukaribia kila itwapo leo, na unasema kabisa kwamba nina watu, unasema kabisa kwamba nina watu, Mungu amekubariki, una watu. Kuna jambo ambalo nataka nikukumbushe siku hii ya leo. Ni asilimia chache sana ya watu ambao watakukaribia, watakusogelea, watakuwa karibu na wewe kukiwa hakuna kitu ambacho wananufaika kutoka kwako. Watu wengi ambao watakukaribia, watakusogelea, watakuwa pamoja na wewe kwa njia za mawasiliano au ana kwa ana, kila itwapo leo tunasema marafiki au watu wa karibu. Siku zote kuna kitu ambacho wananufaika kutoka kwako, na ni nature iko hivyo, ni asili iko hivyo, mwanadamu amejikuta yuko hivyo. Wengi kama ni daktari, utaona watu wako karibu na wewe kwa sababu wanajua kuna siku itafika watataka msaada wa kitabibu, na wewe ndio utakayewasaidia. Kama wewe ni MC, wanajua kuna siku itafika watataka huduma ya kusherehesha, na wewe utawasaidia. Kama wewe ni mwalimu, wanajua kuna siku wataleta mtoto shuleni, wataleta mtoto chuoni, na wewe utawasaidia. Uko kwenye nafasi fulani, ni mwenyekiti wa kijiji, ni mwenyekiti wa mtaa, ni diwani, ni mbunge, wapo karibu kwa sababu wanajua kuna siku utawasaidia, kuna siku utawasaidia. Lakini kuna wale ambao wananufaika muda huo. Una mali, unajiweza, unaweza ukawapusha. Una maarifa fulani, unaweza ukawapusha. Hicho ndicho kinachowaleta karibu. Kwenye mahusiano wanaangalia, huyu mzuri, huyu mbaya, huyu anavutia, huyu havutii, huyu ana elimu, huyu hana elimu. Kuna vitu wanavitazama ambavyo kupitia vitu hivyo ndio vinafanya kwamba wawe karibu na wewe. Neno la Mungu linasema Yesu Kristo alitupenda tungali tuna dhambi, lakini dunia sasa hivi unaambiwa kwamba usiangalie moyo tu, angalia na uzuri vile vile. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hana huo uzuri, kwa mtu ambaye hana huo uzuri kwa namna ya muonekano, anajisikia vibaya, lakini Mungu wetu sio dhalimu. Kwa hiyo ule upendo wa agape, ule upendo ambao Mungu alituonyesha na ambao ndio aliyotuagiza, nasema kama nilivyowapenda mimi, pendaneni. Mungu alitupenda kwenye mazingira gani? Tulikuwa hatufai, tulikuwa wachafu, tulikuwa hatujielewi, lakini kwa upendo wake, kwa kiwango chake cha upendo, alikuja na akafa kwa ajili yetu. Alikuja, alisulubiwa kwa ajili yetu. Alikuja, aliteswa kwa ajili yetu. Huo ndio upendo ambao tunatakiwa tuonyeshe. Kwa kuna baadhi ya vitu tunavifanya kwa sababu experience za maisha ndio zimetuweka kwenye mazingira ya namna hiyo, kwenye mazingira namna hiyo. Wewe jichunguze, itazame. Hivi ndivyo namna ambavyo tunaweza tukatazama kwa ukaribu mahusiano yetu. Ujue kabisa huyu yupo kwangu kwa sababu hii, huyu yuko kwangu kwa sababu hii. Ni muhimu kwa sababu moja tu, nataka nizungumze na wewe ili uone umuhimu wa kujiunganisha kimahusiano na Mungu, na kuacha kukimbizana na ulimwengu huu kwa namna ya kwamba unamwacha Mungu. Nafahamu kwamba kuna ukaribu ule wa kiurafiki kwa sababu mlikuwa wote, mlisoma wote, wanaita ukaribu wa kufahamiana. Lakini siku zote ukaribu huo, kuna mwingine huwa unadumu kwa asilimia ndogo, ila mwingine huwa unatengwa kulingana na tofauti hizo, kwamba ikitokea mmeongezeka, mmekuwa, na ikatokea kabisa kwamba wewe huna kitu cha kuweka mezani ili mwenzako anufaike, utaona urafiki unaweza ukawepo, lakini ukiwa kwenye udhaifu fulani, sio ule ukaribu ambao tulikuwa tumeuzoea. Lakini nazungumza hivi, naongea kwa asilimia kubwa, sisemi asilimia zote, usije ukakoti vibaya.
Sisemi asilimia zote, nasema kwa asilimia kubwa. Najua kuna exception, hilo nalifahamu, lakini hiki ninachozungumza ni asilimia kubwa ya watu ambao wanakuzunguka. Utachunguza, utaona hiyo. Na sisemi sasa ili uweze kujitenga na hawa, sizungumzi ili uweze kukaa mbali na hao watu, sizungumzi ili uweze kuwa na nia mbaya juu ya hao watu, kuwatazama vibaya hao watu. Hapana, nazungumza kwa sababu nataka kuimarisha mahusiano yako wewe na Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye alikufahamu kabla hujaja kwenye ulimwengu huu, anaendelea kukufahamu sasa, na baada ya kumaliza kipindi chako kwenye ulimwengu huu utaenda kuwa pamoja na huyo. Ndio ninaye mhubiri muda huu na sahihi, kwamba jenga mahusiano yako na Mungu, kwa sababu alikupenda ungali una dhambi, haangalii una nini hasa, ili awe karibu na wewe. Kwa hiyo kwa wewe ambaye huna hawa watu walikuzunguka, usisahau, kwa sababu siku ukianza kuwa na vitu ambavyo wanavihitaji, hali ambazo wanazihitaji, nafasi ambazo wanazihitaji, watakuwa karibu yako. Sasa usipumbazwe. Jua kwa nini mwanzoni hawakuwepo na kwa nini sasa hivi wapo. Si kwa sababu yako, kuna vitu wanahitaji. Na wewe ambaye wapo wamekuzunguka, watu kadha wa kadha wa aina tofauti tofauti, wengine wakionyesha sapoti zao kwako, wengine wakionyesha msaada wao kwako, usifikiri wanafanya hivyo kwa sababu wanakupenda sana au wanakuja. Kuna kitu watanufaika, kuna kitu wanatarajia, kuna kitu ambacho wanakiona kwako na wao wanakihitaji. Kwa hiyo usipumbazwe ukafikiri kwamba umefika, ukamwacha Mungu ukaanza kuambatana na watu, ukamwacha Mungu ukaanza kuambatana na watu. Siku hivyo vitu vikiondoka, nao watakaa pembeni. Ndio maana huwa na shauri kitu hiki cha msingi sana kimahusiano. Usiharibu mahusiano haya. Usiharibu mahusiano na wazazi wako, baba yako na mama yako. Vile vile usiharibu mahusiano na familia yako ya karibu, na maanisha watoto na mke au mume. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu unapokuwa kwenye hali ambayo wengine hawawezi kukukaribia, wengine hawawezi kukusogelea, kuna hao watu wa msingi ambao wana uwezo wa kukaa na wewe mpaka mwisho wako kwa ukaribu. Pita maelezo ni ndugu, wazazi pamoja na mke au watoto. Kwa hiyo anza kwa mke, mume, watoto, wazazi, alafu ndugu. Hawa wanaweza kukusaidia kwa kiwango kikubwa sana pale ambapo huna mtu wa kumtazama kukusaidia. Wote hawa kama wakikuacha kabisa, wazazi, mke, mume, watoto, ndugu, jamaa na marafiki, wakikuacha kabisa, Mungu yuko pamoja na. Mungu yuko pamoja na. Anasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa, kwa maana wewe upo pamoja nami. Kwenye mauti Mungu yuko pamoja na. Kwenye giza Mungu yuko pamoja na. Kwenye kukataliwa Mungu yuko pamoja na. Kwenye kila hali, kwenye furaha, kwenye amani, Mungu yuko pamoja na. Kabla hujaja kwenye ulimwengu huu, Mungu alikuwa pamoja nawe. Upo sasa hivi kwenye ulimwengu huu, Mungu yupo pamoja nawe. Ukiondoka kwenye ulimwengu huu, Mungu ataendelea kuwa pamoja nawe. Kwa hiyo mahusiano ya Mungu ni ya msingi. Baada ya hapo, njoo kwenye kiwango cha familia, wazazi, baba na mama, mke au mume, watoto, ndugu, kwa namna ya familia, alafu ndo wengine wafuate. Shalom, mtu wa Mungu. Mungu akutunze, Mungu akubariki.